Hapo mwanzo kabla ya umeme na maji pia na pikipiki hii ya umeme, watu walikuwa wanapata shida sana. Wakati tunaanza hiki kituo tulikuta wakina mama wengi wanajifungulia nyumbani. Lakini pia licha ya kujifungulia nyumbani ilikuwa ni vigumu kwa wao kuweza kufika eneo la huduma mapema sana. Mimi nina watoto watatu, wawili nimejifungulia kwenye kituo cha afya, mmoja nimejifungulia nyumbani. Kwa sababu ya huduma zilikuwa ni shida, zahanati ilikuwa hamna. Na huyu ndio jifungulia nyumbani, kulikuwa na mkunga alionizalisha. Alivyonizalisha, ila mtoto alikuwa tu yuko safi, mimi ndio nilikuwa damu zinatoka nyingi. Familia nina wake watatu na watoto 12. Watoto wote 11 wamejifungulia nyumbani, ila mtoto mmoja ndio alienda kujifungulia kwenye zahanati ya Chambalo. Lakini wote hao walijifungulia nyumbani. Na tatizo lilikuwa ni ukosefu wa zahanati katika kijiji chetu cha Ombiri. Nimejifungulia nyumbani watoto 6. Hali ilikuwa ngumu. Maana kama wewe ni mjamzito kujifungua tulikuwa tunajifungulia nyumbani. Na wakunga walikuwa wanatumika wakunga wa jadi. Changamoto nyingi, maana ukijifungulia nyumbani unaweza ukatokwa na damu nyingi sana, na pia maji yakakupungukia kwenye mwili. Hakuna kitu cha kukusaidia, saa zingine ndo utakuta mama mjamzito amekufa au mtoto amekufa. Nakumbuka mwezi wa 3 kwenye tarehe 22 mzazi alikuja usiku saa 8, lakini nishati ya umeme ikawa hamna. Simu na yenyewe ikawa imezima, kwa hiyo nikawa natumia mwanga wa tochi. Na pale nilipokuwa tu mwenyekiti wa kijiji, nilitoa wazo kwa wananchi, wakasema tujenge, tukakubaliana tujenge zahanati. Mpaka sasa hivi zahanati tunayo, ila ilikuwa na mapungufu mengi. Kabla ya kufungua mifumo hii ya umejua chini ya Kijanisha, tulikuwa na changamoto kubwa sana katika vituo vyetu vya kutoa huduma. Mfano, zahanati hizo nyingi ziko mbali ambapo umeme haufikiki. Lakini pia swala la maji lilikuwa ni shida kubwa. Lakini usafiri wa kuweza kwenda kwenye vituo, kwenda kutoa huduma kwenye jamii, na ilikuwa ni shida. Ilipofika saa 4, saa 5 ile nikaona damu zinamwagika. Saa 6 nikampigia Dr. Sinto. Tukaenda zahanati moja kwa moja. Tukakuta taa zinawaka. Akanizalisha. Kwa kweli mimi nashukuru kwa sasa hivi. Taa zipo masaa 24, maana ukienda pale muda wote unapata huduma. Kama ni mgonjwa anatibiwa pale hata usiku. Kama ni mzazi anaenda kujifungulia pale. Kwa ajili ya nini? Ule umeme ambao tuletea sisi. Mama aliyejifungua hivi karibuni alifurahia huduma, maana alikuja ni usiku, ilikuwa majira ya saa 7. Kwa hiyo vifaa alikuta vimeshaandaliwa, lakini pia alivyotufuata maeneo yetu ambao kwa sababu tupo pembeni kidogo ya kituo, tulifika maeneo ya hapa, tukakuta yuko vizuri, tukamzalisha vizuri na akafurahia huduma. Baada ya kuletewa umeme na tukapewa pikipiki, huwa inatusaidia mapema sana. Hata kama ikitokea emergency, tunafika eneo la huduma, hata iwe usiku iwe muda wowote, kwa sababu tuna umeme, lakini pia tuna maji na pia tuna pikipiki ambayo inatuwezesha kufika haraka katika eneo la huduma. Na wito kwa wanawake wenzangu, mjamzito yoyote kama anaumwa inabidi aende hapa zahanati, maana zahanati sasa hivi imeboreshwa, imekuwa nzuri. Chanjo zinahitaji ubaridi kwa kiasi fulani. Sasa bila umeme ilikuwa ni shida sisi kuweza kuwa na hiyo chanjo. Lakini pia kupitia huu umeme unatusaidia sisi kutakasa vile vifaa tiba. Baada ya kumzalisha mama, tunavisafisha na kwenda kuvitakasa ili viwe bora zaidi. Lakini pia huu umeme unatusaidia upande wa usiku, kutusaidia mwanga. Hata kukiwa na emergency labda pengine ya usiku, tunaweza kufika eneo la huduma mapema sana kupitia hii pikipiki ambayo inakuwa ina umeme. Kwa hiyo muda wote tunakuwa tupo active.
Wito wangu au ushauri wangu, ningependa kuwashauri kwamba huduma sasa hivi ya mwanga katika kituo chetu cha zahanati imepatikana. Kwa hiyo hada huduma watakao kuja kuipata wataipata katika sehemu salama zaidi. Kwa hiyo nawashauri hata wale wanaojifungulia majumbani waje kujifungulia zahanati. Naona shirika la Eliko Foundation linatusaidia katika kuhakikisha kwamba ubora wa huduma katika vituo vyetu unaimarika, kwanza kwa kufunga mifumo ya tehama. Tunafahamu kwamba kwa dunia sasa hivi huwezi kutenganisha teknolojia na utoaji wa huduma. Shukrani zangu, napenda kuwashukuru watu wa Eliko Foundation kwanza, na pia napenda kushukuru ubalozi wa Irish kwa kutuletea hivi vifaa na mitambo hii ya umeme wa sola. Sisi kwa ujumla wilaya yetu ya Chemba tunashukuru mradi wa Kijanisha kupitia Eliko kwa balozi wa Ireland ambaye anashirikiana na Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya kuboresha huduma zetu za afya. Tunachoahidi ni kwamba katika hata kesho na kesho kutwa hii miradi utailinda ili iweze kudumu kwa muda mrefu na kuweza kusaidia wananchi. Lakini serikali pamoja na halmashauri, sisi ambao tunanufaika, tutaweka kwenye mipango yetu kuhakikisha vituo vingine ambavyo havijafungua hii mifumo ya umeme, mifumo ya maji na umeme jua, tuwe kwenye mipango yetu angalau vituo vingine ambavyo bado navyo kunufaika na wananchi waweze kupata huduma hizo kwa urahisi. This program, which as I said is a very innovative partnership with the Embassy and Eliko Foundation, is already delivering very tangible and impressive results. Over the course of 18 months, and that's a very short period of time, they have managed to provide sustainable energy and water to over 30 primary healthcare facilities and have reached almost 300,000 individuals, ensuring that they have access to healthcare. So this is incredibly impressive results in a short period of time, and we're really keen to continue to work with them to ensure that communities in remote locations, women and girls, are getting access to good healthcare, that these health facilities have access to sustainable energy and water. We're also really keen that Eliko Foundation is supported to expand their model and to work with local communities and governments to ensure that what they provide can be expanded across the country.